TAMISEMI pia ninakushukuru, asante sana. Asante sana. Tunaendelea na ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira. Mheshimiwa Jacqueline Ngonyani Msongozi, mbunge wa viti maalum, sasa aulize swali lake. Je, serikali imejipangaje kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi ambayo yanachangia uharibifu wa mazingira? Swali hilo linapatiwa majibu na Mheshimiwa Naibu Waziri Hamis Hamza Hamis. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeandaa sera, mikakati, kanuni, miongozo na mipango ya kukabiliana na athari mabadiliko ya tabia nchi. Sera ya Taifa ya Mazingira 2020-2021, mkakati wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi wa 2021-2026, mpango kabambe wa hifadhi ya usimamizi wa mazingira 2232 na kanuni ya marekebisho ya kanuni za udhibiti na usimamizi wa biashara ya kaboni za mwaka 23 ambazo zinasomwa pamoja na kanuni za udhibiti na usimamizi wa biashara ya kaboni 2022. Aidha, Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeendelea kuwahamasisha wananchi kuacha shughuli zinazochangia uharibifu wa mazingira zikiwemo kukata miti ovyo, kuepuka kilimo kisichoendelevu katika vyanzo vya maji, kuepuka ufugaji unaochangia uharibifu wa mazingira na uvuvi haramu. Aidha, kuachana na matumizi ya nishati ya kuni na mkaa kwa taasisi zinazolisha watu zaidi ya 100 na kuhamia katika matumizi ya nishati safi ya kupikia ili kuweza kuchangia katika utunzaji wa mazingira na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru. Mheshimiwa Jacqueline Ngonyani Msongozi. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi ili niweze kuuliza swali moja dogo la nyongeza lenye sehemu A na B kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na ushauri wangu kwa serikali kwamba serikali waishe mchakato wa mipango kabambe ili kuweza kunusuru hali ya mabadiliko ya nchi iliyopo kwa sasa ambayo ni hatarishi kabisa. Sasa swali A, je, ni kwa kiasi gani serikali imejipanga kutoa elimu kwa wananchi ili kunusuru hali ya hatari ya mabadiliko ya tabia ya nchi inayoendelea sasa? Swali B, pamoja na mikakati mingine mingi mizuri ya serikali, je, serikali ni kwa kiasi gani imejipanga kuhakikisha kwamba inatoa miche kwa Watanzania wote, miche ya miti, ili Watanzania wote waweze kwenda kupanda na kuweza kukabiliana na hali ya mabadiliko ya tabia nchi? Asante. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu kwa kifupi. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu masuala mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa mbunge Mama Msongozi kama ifuatavyo. Lakini kwanza nichukue fursa hii nimpongeze sana kwa kazi nzuri anayoifanya kwenye tasnia hii ya mazingira, hasa swala mabadiliko ya tabia nchi. Hivi karibuni nimemshuhudia katika vyombo vya habari akiwa anagawa mitungi zaidi ya 2000 ya gesi, lakini nimeshuhudia akipanda miti, maana mimi nilishiriki kule mkoani kwake kwenda kupanda naye miti pamoja. Nimpongeze sana mheshimiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mipango ya kutoa elimu ipo na ilishaanza na ipo endelevu, na hivi tunavyozungumza tunaendelea nayo. Tunao mpango wa kuendelea kutoa elimu swala zima la masuala ya usimamizi wa vyanzo vya maji, hasa kwenye changamoto ya kuzingatia sheria ya mita 60. Hii imekuwa ni changamoto sana, kwa hiyo tunaendelea kuitoa elimu. Lakini swala zima la utunzaji wa taka na uhifadhi wa taka, kwa sababu bado imekuwa ni changamoto na bado wananchi wengi hawajafahamu kwamba taka ni fursa, Mheshimiwa Mwenyekiti. Lakini tunayo jitihada ya kutoa elimu katika swala zima la upandaji wa miti na masuala mengine ya kuishughulikia miti, kwa sababu watu wengi wamekuwa wanapanda miti lakini kwenye kuishughulikia imekuwa ni changamoto. Lakini utunzaji wa fukwe na visiwa, kama mnavyojua, bado kuna changamoto ya bahari kwa zinakula visiwa na hatimaye visiwa vile vinapotea. Kwa hiyo tunaendelea kutoa elimu kwa wananchi ili wananchi waweze kufahamu hilo. Huo ndio mpango tulionao katika elimu. Lakini kwa upande wa kutoa miti bure, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli kwamba tumekuwa tukiuza baadhi ya miti
kama kupitia taasisi inayosimamia miti, ingawaje kuna baadhi ya miti ambayo ni ya kimkakati huwa ni miti ambayo inatolewa bure. Sasa niombe tu kutoa wito kwa taasisi zote ama watu binafsi ambao wanatengeneza vitalu kwa ajili ya miti ya kupanda, basi waone namna ambavyo wanaweza wakawasaidia wananchi kuweza kupata miti bure, kwa sababu huwa inauzwa kwa sababu ya kushughulikia na gharama za uendeshaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru.